Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili, kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Msuya ataka chombo kuelimisha muungano. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Biteko ahimiza amani umoja, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi, maono ya Karume yaenziwe, habari katika ukurasa wa 7 gazeti hili. Ajali mtumbwi ya wawili wakikimbia mafuriko, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. DC Rufiji atoa kauli maji ya bwawa la Nyerere, habari katika ukurasa wa 3. Samia amejenga miundombinu imara Bashungwa, habari katika ukurasa wa 5. Vigogo CCM kuzunguka nchi nzima kujenga mikakati ya ndani, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumapili leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, siri polisi wastaafu kupewa ajira mpya. Makundi ya wastaafu watakaoangukiwa na neema hiyo yatajwa. Wachambuzi wa siasa wahusisha mpango huo na uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi mkuu 2025. Waziri Masauni asema ni utaratibu wa kawaida kwa askari wastaafu kutumika inapobidi, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Machungu mafuriko yatesa watu Rufiji, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika siku 18,993 za kifo cha hayati Abeid Karume zenye historia, habari katika ukurasa wa 14, ukurasa wa 17 pamoja na ukurasa wa 18. Uwezi uvunja makanisa KKKT Sabato na kuiba, habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Fresh mwalimu aliye na simulizi ya mikasa upendo kwa wanafunzi, habari katika ukurasa wa 12. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali yatoa ajira 8,000 kada ya afya, habari katika ukurasa wa 2. Zefania Ubwani afariki dunia, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Msuya ashtuka jambo wanaomzunguka Samia, amsifu kwa kasi miradi ya maendeleo, amtaka, habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mbunge ashangazwa kasi ya mikopo kausha damu, matumizi ya shisha, habari katika ukurasa wa 3 gazeti hili. Kumbukizi miaka 52 Karume bado anaishi kwa fikra, matendo na falsafa, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Yaliyomo gazeti Nipashe limeandika TANAPA yang'ara tuzo za umahiri, habari katika ukurasa wa 8. Guterres aonye Israel kutumia akili bandia, habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti hili limeandika waziri aonya wanaorudisha wanafunzi kisa michango shule, habari katika ukurasa wa 5. Mvua isababisha maafa kaya 3,000 zazingirwa na maji, habari katika ukurasa wa 5. Othman alia utovu maadili kwa waandishi, habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika Zinchenko ninaweza kwenda vitani Ukraine, habari katika ukurasa wa 21. Lakini pia gazeti hili limeandika Yanga yamshtaki rasmi mwamuzi CAF, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Jicho letu sasa ni katika gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele kuelekea miaka 60 ya muungano. Mzee Msuya atoa ya moyoni, asema ana matumaini na Rais Samia kudumisha muungano, ampongeza kwa miaka 3 ya mafanikio kila sekta, asema kwa mafanikio hayo CCM itampitisha kugombea urais 2025, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Dr. Dimwa atoa dira ya ushindi wa CCM 2025, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mpango mila potofu kikwazo kwa wanawake kupata uongozi, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika Dr. Nchimbi aweka msimamo wa diplomasia ya uchumi na siasa unufaisha Tanzania, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Gazeti hili likipambwa na habari picha
ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimkabidhi mjasiriamali Manayata Date ambaye ni mke wa mwigizaji nguli wa filamu nchini India Sanjay Dutt zawadi ya picha ya mlima Kilimanjaro baada ya mazungumzo yao Ikulu Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Rais Dr. Mwinyi awaasa viongozi kulitumikia taifa kwa haki, uadilifu. Habari katika ukurasa wa 3. Shaka ataka dini zitumike kuunganisha wananchi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Jumapili leo, na mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti katakiwa michezo na burudani. Lenye limeandika mwamuzi Yanga Sports Club imeonewa, mabosi wakimbilia CAF, Raga eleza utata ulipo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Simba hasira zipo Kigoma, Chama afunika kimataifa. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Azam FC Mtibwa mechi ya kisasi. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Kazi ipo Old Trafford, Aziz Ki amaliza utata wa Jangwani. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Watano Bayern kuikosa Arsenal. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Lakini pia gazeti hili ikiandika EPL leo Jumapili ni Tottenham vs Nottingham Forest, mchezo unapigwa saa 2 kamili usiku. Tottenham, panda nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga yashtaki dhuluma CAF. Yanga wamepanga kupeleka malalamiko yao shirikisho la soka Afrika CAF, ikipinga mwamuzi wa mchezo wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns kukataa bao lililofungwa na kiungo wake Stefan Azizi Ki. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Samia azifariji Yanga Simba. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Afcon City kujengwa Arusha. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili kipambwa na habari picha ikimwonyesha waziri wa tamaduni, sanaa na michezo Dr. Ndumbaro katikati akikata utepe wakati wa hafla ya kumkabidhi eneo la ujenzi uwanja wa Arusha mkandarasi kutoka China, kampuni ya China Railway Construction Engineering Group CRCEG Arusha jana. Ndani ya taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Shulole aita wadau kuchangia wenye mahitaji. Habari katika ukurasa wa 21. BET MTV kuonesha mubashara tuzo za muziki. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Yanga ya mshtaki rasmi mwamuzi CAF. Rais Samia wafariji Simba Yanga, makocha wakiri wamecheza dhidi. Habari katika ukurasa wa 23. Azam FC Mtibwa patoshi FA Cup. Habari katika ukurasa wa 23. Pochettino aliana mashabiki Chelsea. Habari katika ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa nyuma gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Mzalendo katika ukurasa wake nyuma habari za michezo na burudani limeandika kumekucha ujenzi wa uwanja wa kisasa Arusha, mkandarasi akabidhiwa eneo la ujenzi wa uwanja huo. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Yanga yawasilisha malalamiko CAF. Mtemi Ramadhani atuma ujumbe Simba. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na hivi ndivyo ambavyo nakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.